Sema wenye malori hapo hapo mimi naanza kujificha kwa kuogopa kwamba tajikuta nimeenda ndani bila sababu ya msingi. Kwa nini? Nimebaki lori njiani na hakuna sehemu nyingine ya kupaki kakaangu Chalamila. Ukweli ndio huo. Hakuna sehemu nyingine. Kama nitakuwa nimekosea kaka, naomba unisamehe. Mimi ni mmoja wa dereva. Uliposema malori yaliyopaki, mimi naitwa Elias Onas Mwaningo. Uliposema malori yampaki hapa, mimi mwenyewe ni mmoja kati ya lori ambalo liko eneo hili. Huku kuna changamoto kubwa sana. Changamoto ya kwanza ni upokeaji wa hii mizigo. Wanaleta mizigo mingi lakini upokeaji wake ni kidogo. Kiasi kwamba ni hapa tulipo, ukiangalia madereva wengi hata sehemu ya kwenda kujisaidia unajishikisha tu nyuma ya lori ndio unajisaidia. Hiyo ndio changamoto. Lakini changamoto nyingine ya pili ambayo hii ni kubwa sana. Hii changamoto ya pili, Mheshimiwa Chalamila, asilimia kubwa huku tunakoleta mizigo tuseme rushwa imetawala, kwa sababu anaweza mtu akawa amefika leo akaja kushusha kwa sababu tayari ameshatanguliza chochote kitu. Yule aliyefika nyuma ambaye anafuata line moja kwa moja, yeye alimkuta anashusha nje ya wakati. Hilo jambo la pili. Lakini jambo la tatu la ushauri sasa wa serikali. Sisi hapa watu wote ukiangalia asilimia kubwa tunaichukia serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwa nini tunaichukia? Tunaichukia serikali kwa sababu watendaji wengi wa serikali wanajikumbatia wao. Sisi wengine ni kama vile nchi, sisi hatuhusiki. Sasa kwa nini nasema hili? Unaweza ukaenda kwa kiongozi wa serikali amueleza changamoto. Kwa mfano hapa pana shule hapa. Jamani, hii shule hapa ilipo, sisi tukijisaidia humu hovyo tunasababisha madhara kwa hawa watoto ambao wako hapa mtaani. Kuna dereva mwingine anaweza kujikuta anajisaidia kwenye kopo. Ile kopo anatupa. Sasa akitupa ile kopo, mtoto mdogo anaashumu ile nini? Aidha ni juisi ni nini? Akali. Hiyo yote inasababishwa kwa sababu watendaji wa serikali walio wengi hawachukui jukumu lao ipasavyo. Wangekuwa wanafanya jukumu lao ipasavyo, tungekuja tukashusha, penzeni tukafanya, tukaondoka. Lakini la tatu, serikali imetengeneza ICD kule Kwala. Kwa nini tunaonekana mjini? Shida iko wapi? Mkuu wa wilaya huko, mkuu wa mkoa. Kwa nini hizi facilitation zote zinajaa hapa? Shida ni nini? Mbona kule Kwala kuna nafasi? Kwa nini hizi ICD hizi ambazo zina uwezekano kwenda Kwala, kwa nini zisiende kule? Zikatanua na mji tena kule. Sasa wote tunakuja, hichi kibanda kidogo sogeza, mtu anaweka ICD. Sogeza anaweka ICD. Kwa nini tusitoke wote mjini tukaenda kule? Sehemu ambako kuna nafasi kubwa, tutajitanua, tutafanya shughuli zetu kwa uhuru kabisa. Hata hii Mheshimiwa kakaangu Chalamila, utakuja kuhangaika na mtu, utafanya kazi zako ofisini kwa sababu maeneo mengi ambayo ni makubwa yapo wazi na ni maeneo ya serikali. Sasa wote tumejaa. Mkuu wa mkoa unakuja kusoti out japo. Sasa kuna watu wanakusubiri kule ofisini kwako, wewe unasoti japo. Kwa nini wale walio nao wanakusubiri? Huku watu wa jamu nao wanakusubiri. Njia imefunga, watu wa fire, njia imefunga, hakuna alternative. Shida yote malori yamejaa mjini. Tuyatoe malori haya mjini.